ya ayuha alladhina amanu, ninyi mlioamini, la yahillu lakum an tarithu nisaa karha, si halali kwenu kuwarithi wanawake kwa nguvu. Wala ta'dhuluhun, na msiwazuie kufunga ndoa na watu wengine, ili litadhhabu bibadhi ma ataitumuhun, mpate kuchukua baadhi ya mahari mlioitoa kwao. Illa an yatina bifahishatin mubayyina, isipokuwa mtaruhusiwa mfanye hivyo kama wanawake hao wamefanya maovu, wamefanya zinaa ya wazi wazi kabisa. Waashiruhun, badala ya hayo waishini nao bilmaarufi, kwa uzuri. Fa in karitumuhun, lakini kama ikitokea kuwa ndio mmeshawakataa, mmeshawachukia, hamwapendi tena, huko kuchukia kwenu hizo nafsi ndivyo zilivyo. Faasa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira, wenda mkakichukia kitu, Allah akafanya ndani ya kitu hicho kwenu kheri nyingi, ninyi hamjui hayo. Kwa hiyo wafanyeni wema. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj, na kama mwataka kubadili mke mahala pa mke, kwa maana unamwacha huyu unamuoa huyu. Wa ataitum ihdahunna qintara, na ikawa mmoja wa wake hao mmeshampa mali nyingi. Wala takhudhu minhu shay'a, katika mali hizo mlizowapa katika kufunga ndoa msichukue chochote. Takhudhunahu buhtana wa ithma mubina, mwaichukua hiyo mali mlioitoa kwa uzushi na dhambi la wazi kabisa. Hapana, msifanye hivyo. Wa kaifa takhudhunahu, na inakuwaje mahari hiyo ninyi muichukue? Mlitoa mahari impate kumuoa mke, na kwa kumuoa mpate ruhusa ya kumuingilia. Waqad afdha ba'dukum ila ba'd, na wameshafika baadhi yenu kwenda kwa wengine, kwa maana kwamba mmeshawaingilia. Wa akhadna minkum mithaqan ghalidha, na mmechukua kwao makubaliano mazito kabisa kabisa ya kuishi na wake zenu. Bwana, msifanye hivyo. Na tuondoke tafsiri.